pale wakati anaondoka pale Trump nakumbuka aliongea maneno kadhaa hivi ikiwemo la kwamba haendi mbinguni. Yes, ndio imekuwa ndio story kubwa sana duniani bwana Upokera kwa rais wa Marekani Donald Trump kwenda katika nchi ya Israeli kwanza jana, na akaenda katika bunge la Knesset kwenda kutoa hotuba. Na jana kipindi amefika pale ni kwamba amemsifia sana Benjamin Netanyahu na amemtaja kwamba ni kiongozi mahiri, kiongozi wa kivita. Na kimsingi ni kwamba ilikuwa hotuba kali sana kwenye bunge la Knesset jana, ambapo rais Trump kama vile ambavyo vinavyojulikana kwamba taifa la Marekani na taifa la Israeli mataifa ambayo tunasema yana ushirikiano wa kidumu, ushirikiano wa kindugu ambao ushirikiano wa kufa na kuzikana. Kwa jana Trump akaenda katika nchi ya Israeli na tukashuhudia ile baada ya mchana kwamba mateka wale 48 ambao 20 kati yao wakaweza kuachiliwa kwenda kwa wapendwa wao, lakini vile vile kwenda kwa ndugu zao, ambapo ndugu wa mateka wa Israeli walikuwa wamekesha tangu majuzi kuwasubiria wale ambao wapendwa wao hawakuonekana takribani miaka miwili tangu kile ambacho kinachoitwa kitokea Oktoba 7. Okay. Baada ya hapo, baada ya Trump kutoka kwenye bunge la Knesset na kushuhudia mateka, tukashuhudia vile vile Trump akaelekea Misri ambapo ulifanyika mkutano mkubwa sana wa kuweza kusaini makubaliano ambayo unaitwa Gaza Peace Plan, ambayo kama tulivyosema hapa kwamba ule mpango wa hatua 20 wa kuweza kumaliza vita vya Gaza ulienda kusainiwa katika nchi ya Misri jana. Na kimsingi ni kwamba ulihusisha global leader, yani viongozi wa kimataifa na viongozi wa kidunia. Wakina Macron wa Ufaransa, Friedrich Merz kutazama, waziri mkuu wa Hispania na viongozi wengi kwa nchi za Kiarabu, wakina Erdogan kutazama, wote walikuwepo kushuhudia usitishaji mapigano na kutia makubaliano ya saini katika player wale wa Mashariki ya Kati kwamba eneo la Gaza na Mashariki ya Kati waweze kuishi kwa amani. Na Trump ameutaja mpango kwamba ni mpango wa amani katika hatua ya kudumu katika eneo Mashariki ya Kati. Kwa maana kwamba sasa ni kiongozi ambaye anataka kuna Mashariki ya Kati kuweze kuwa na amani na utulivu katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa jana ukitazama Netanyahu naye amemsifu rais Trump, lakini vile viongozi wengi wa kimataifa. Nilikuwa namsikia waziri mkuu wa Pakistan amekuwa akimsifu Trump kwa hatua zake. Ukisikiza viongozi wengi wakina Macron wamemsifu Trump. Kwa jana kwa kweli Trump amepata sifa sana na viongozi wa kimataifa. Sasa swala msingi hapa kujiuliza bwana Upokera, nani ni mshindi? Yani kwenye nani ni mshindi? Je, mshindi ni Marekani, mshindi ni Trump, mshindi ni Israeli, au mshindi ni Hamas? Au mshindi ni nchi za Mashariki ya Kati? Cha kwanza, Trump kwake ni ushindi kwa sababu hii vita tukumbuke kabisa kwamba imeenda miaka miwili. Tangu Oktoba 7 mwaka 2023 mpaka Oktoba 7 juzi 2025 ni miaka miwili. Na kimsingi ni kwamba imegharimu maisha ya watu wengi sana. Kwa Trump kuingia madarakani chini ya miezi 6 ameweza kupelekea mpango wa kuweza kusaini makubaliano ambayo yanataja kwamba ameenda kumaliza vita vya Gaza. Hilo la kwanza. Kwa kisiasa Trump ni mshindi kwa sababu Trump katika mojawapo mambo manne ambayo aliahidi kwenye kampeni mwaka jana ni kushughulikia changamoto za kiulimwengu, na yeye kama rais wa Marekani anakuja kuwa ni global peacemaker, kwa maana kwamba ni mtatuzi wa changamoto za kiulimwengu. Kwa hiyo kama kiongozi na nafasi yake kwenye diplomasia ya kimataifa ameweza kutumia nafasi yake kubwa kuweza kumaliza vita vya Gaza. Of course kuna debate kwamba haya makubaliano yanaweza kama ni buy time, lakini masa ya msingi ya Palestina na Israeli bado hajafanyiwa kazi. Lakini ukitazama takriban watu 67 ambao wamefariki kwa miaka miwili, kwa Trump kuweza kufanikisha makubaliano ni turufu kubwa sana kwake kisiasa na katika hiyo amani yake ya kimataifa. Baada ya kusainiwa kwa mkataba huu wa amani nchini Misri, maana kwamba kati ya Israel na Gaza Palestine ni mwisho na ndio peace rasmi kule. Nilikuwa nakuja sasa huko. Nilikuwa nakuja. Kwa hiyo kwa Trump ukitazama amekuwa na ushindi wa kisiasa. Lakini ukitazama kwa Hamas wamefanikiwa kutuma ujumbe duniani kwamba wao wamekuwa wakikandamizwa na wamekuwa wakionewa. Kwa hiyo ukitokea Oktoba 7 ni kweli amefanyika mauaji ambayo yanatajwa kwamba ni mauaji ya kigaidi, lakini katika upande mwingine wa shilingi
imesaidia kutuma ujumbe duniani kwamba watu wa Gaza na watu wa Palestina wamekuwa wakionewa, wakiteswa na kunyanyaswa. Na ndio maana ukitazama pressure kubwa ya kimataifa imekuwa ikianzia Ulaya kuweza kulitambua taifa la Palestina, kuweza kurejelea mkataba mwaka 1947 two state solution, kwa kwamba mataifa mawili katika eneo moja waweze kuishi kwa amani na kwa sambamba. Kwa hiyo Hamas kutazama wameweza kutuma ujumbe. Of course ujumbe wao ambao wameutuma umeweza kuwagharimu maisha ya watu wengi sana. Kuna mauaji makubwa ambayo yamefanyika, maeneo yao ya Gaza yameharibiwa vibaya. Lakini kimsingi ni kwamba kuna diplomasia kimataifa wameweza kutuma ujumbe dhidi ya udhalimu ambao unafanyiwa na serikali ya Israeli, chama cha Likud, hata jeshi la IDF. Lakini sasa kutazama kwa nchi za Kiarabu, kuanzia Misri, Jordan, Uturuki, wao vile vile kwa ushindi, kwa sababu mateka wakimbizi wengi walikuwa wanavuka mpaka wa Rafa kuelekea katika nchi ya Misri. Kwa Misri walikuwa wanapokea wakimbizi wengi ambao ulikuwa kwa wao ulikuwa ni kama ni mzigo kwa serikali zao, kwa sababu unafahamu kwamba kuna sheria za kimataifa na shirika la wakimbizi duniani UNHCR, pale ambapo wakimbizi wanapokuja katika nchi yenu baada ya machafuko ya kisiasa au baada ya vita vyenyewe kwa wenyewe, mnawajibu nchi husika kwenda kuwapokea na kuwahudumia. Kwa mpango wa kuweza kuwapokea takriban wananchi milioni 2.5 wa Gaza ulikuwa unawaathiri zaidi taifa la Jordan, taifa la Misri. Ndio maana jana kutazama walikuwa ni sehemu ya mpango wa kuweza kukutia makubaliano vipengele 20 ambavyo kimsingi vimekuja kwa Trump. Lakini katika eneo zima la Mashariki ya Kati vile vile imepelekea utulivu na usalama. Ile amani ya ambao kimsingi inatafutwa kwa muda mrefu sasa imeweza kufikia hitimisho lake la pamoja. Kwa nchi za Ulaya kutazama kile ambacho walikuwa wanakisimamia cha kuweza kuitambua taifa la Palestina katika Umoja wa Mataifa, kwa maana kwamba kikao cha UNGA, United Nations General Assembly, nao kimsingi harakati zao zimeweza kufanikiwa. Okay. Kwa IDF, jeshi la Israeli na chama cha Likud na serikali ya Netanyahu vile nao wamefanikiwa kwa sababu wameweza kurudisha mateka. Wow. Kwa nini nasema hivyo? Tunashinda vita kwa kutimiza malengo. Malengo gani wamepeleka vitani? Lakini lengo mama ambalo wenyewe walikuwa wamejiwekea wanasema kufuta kabisa taifa, ngoma ngumu. Yes. Lengo la kwanza la operation Netanyahu ni kurudisha mateka ambao walichukuliwa na Hamas. Hilo wamefanikiwa. Lakini katika tactics zake ambazo amezitumia ameenda kugharimu maisha ya watu wengi. Kwa sababu kutazama lengo lake limetimia, kwa sababu kama Netanyahu asingerudisha mateka ndani ya siasa za Israeli wasingemuelewa. Na ndio maana wengine wangeanza na yeye aje ndoe. Na ndio maana kutazama kulikuwa kuna harakati nyingi tangu mwaka jana. Kwa nini Netanyahu hutaki kukaa kuna mazungumzo na Hamas kuweza kuingia nao mkataba mateka waweze kurudi? Lakini vile inakuonyesha kwamba kwa nini Hamas hawakuweza kuingizwa kwenye mazungumzo kipindi cha Biden na Trump. Vile inakuonyesha kwamba Trump ni good katika negotiation, katika mazungumzo. Mtaalamu mzuri sana kupatanisha. Peacemaker tunasema. Mwenyewe anajiita hivyo pia. Of course, peacemaker, kwamba ni mtu ambaye anaweza kumake deal. Lakini vile kutazama imepelekea sasa ile tunasema sympathy ya kimataifa. Na mpango uliopo sasa hivi ni kuja kuijenga Gaza. Na ukitazama katika wale player ambao walikuwa jana ni kwamba ule mpango unapelekea hakikisho la nchi zote za Kiarabu, nchi za kimataifa, Marekani wenyewe kuhakikisha kwamba amani ya Gaza inakuwa ni amani ya kudumu. Sasa swala msingi ni kwamba watu wa Gaza wameanza kurejea kwenye maeneo yao. Na wengi ambao wamerejea wamekuta magofu. Wamekuta maeneo ambayo kuna magorofa, wamekuta hakuna kitu. Wanajiuliza kwamba wanaweza vipi kuishi maisha mapya ambapo majengo yao, nyumba zao zimeweza kuharibika. Sema nyewe zetu tumekuwa wachambuzi, mnafuatilia na nini. Kuna jamaa wangu mmoja sasa kalipokela kwa uchumi wa wenzetu na kwa mapambano ya wenzetu. Kwa vile ilivyo hali ile. Sinaweza kuchukua miaka na miaka kujirejesha walipokuwepo. Kuijenga Gaza, Palestina, kuijenga Gaza na nini vitu kama hivi. Gaza kijiografia unaweza kusema ni kama Temeke hivi. Chukua Temeke kama Temeke. Ukiongeza kidogo unaongeza kidogo ndio eneo la Gaza. Sio kubwa sana. Kwa hiyo kama nchi za Kiarabu
na Marekani wakiweza kuweka commitment kweli, wakaungana pamoja kama ambavyo walikuwa wanasema wale wanamgambo. Yes, wanamgambo kwamba bwana tupewe na hisani. Kwa sababu mpango uliopo ni kwamba Hamas waweze kuweka silaha chini. Hilo la kwanza. Lakini vile mpango uliopo ni kwamba Gaza iweze kujengwa upya, afu itengenezwe serikali ambayo itakuwa ni serikali ya umoja wa kitaifa. Sawa, local international government ambayo itakuwa inasimamiwa na Tony Blair. Alikuwa waziri mkuu wa Uingereza. Of course kuna hizo debate kwamba hao Waingereza ndio wamesababisha hii tatizo, kwa sababu wao Uingereza mwaka 1917 ndio walipelekea kitu ambacho kinachoitwa Balfour Declaration. Sera ya mambo ya nje ya Uingereza kuja kuanzisha taifa la Israeli mwaka 1978. Kwa hiyo vile vile Waingereza nao nakili katika mpango wao kumtumia Tony Blair kuja kama ni kiongozi katika eneo la Gaza. Of course ni hatua nzuri, lakini vile ni kwamba eneo la Gaza itakuwa liongozi vile na Hamas. Hamas watajiondoa, watoke pale kwa mujibu wa makubaliano, waende mbali, watajiondoa Hamas, na eneo la Gaza itakuwa linalindwa na vikosi vya kimataifa kwa lengo sasa Hamas wasiendeleze mashambulizi katika eneo la Israel na vikosi vya kimataifa viweze kuangalia ulinzi katika watu wa Gaza. Kwa watu wameambiwa warudi, lakini vile vile kwa watu ambao wanataka waondoke wamepewa ruhusa waende Jordan, waende Misri ambao kimsingi wamekuwa wakitaka. Lakini vile vile wanamgambo wa Hamas wameambiwa kwamba waweke silaha chini, lakini wanachotaka wao wakiweka silaha chini wahakikishiwe usalama kule wanapoenda, kwa sababu wasifuatwe tena na Israel. Mossad wamekuwa tabia kwamba wale wanamgambo wamekuwa wakiwafuata Iran, wamekuwa wakiwafuata Misri, si nchi nyingi za Kiarabu, na tumeshuhudia kwa mfano yale mauaji ambayo yalifanyika kule Qatar kuweza kuwaua takriban watu 12. Kwa hiyo wakiondoka huwa kuna mtindo wa kupigwa huko wa Mossad wamekuwa wakiwafuatilia nyendo zao. Bwana tumalizie na hili jipya limeibuka pale wakati jamaa anahutubia bunge pale Israel, sio ndio Knesset, na inaonekana kama sintofahamu hivi baada ya miongoni mwa wabunge kuleta sintofahamu na kunyanyuka na mabango akisema inaonekana kama Marekani hivi ndio kishika uchumba yale ambayo anatokea. Hebu sikia hii speech kidogo ili msikizaji wetu. I know some negotiators that are so good, but you wouldn't have had peace in the Middle East. Would be in World War III right now with some of these guys. Everybody loves Steve and they respect him and they somehow can relate to him over and over again. להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהעולם, להוציא אותו מיד, החוצה. Mbona kichotokea? Yes, yani ni kwamba ndani ya bunge la Israeli Knesset ni jumla ya viti 132. Kuna wabunge wenye mlengo wa kulia, mlengo wa kushoto na mlengo wa katikati au wa kiafidhina tunasema. Sasa hawa mlengo wa kulia wa kina Likud ni watu ambao hawaamini katika two state solution. Lakini wapo wa Israeli ambao wana msimamo wastani, ambao wanataka uwepo wa serikali mbili. Sasa hizi fedha ambazo anapewa Netanyahu anapewa kutoka Marekani, kwa wale wanasiasa wenye mlengo katikati wamekuwa wakituhumu serikali ya Netanyahu, lakini vile wakituhumu nchi ya Marekani kuendelea kufinance vita. Lakini vile ukitazama ni kwamba kumekuwa kuna hizo purukushani ndani ya siasa za Israeli, kwa sababu sasa hivi kinachoenda kutokea ni kwamba watu hawajadili tena vita vimeisha, wanaanza kujadili siasa. Na Netanyahu tukumbuke kwamba ana kesi nyingi za kutumia madaraka yake vibaya kuweza kuwa finance baadhi ya mashirika ya kimkakati Israeli kwenda kumpa kama priority kuna masomo mbalimbali ya media. Kwa na kesi ya kujibu. Sasa namna gani tumeweza kumaliza vita? Sasa tunaingia kwenye ngo nyingine kuweza kudiscuss siasa za ndani. Kwa hiyo vile vile kwa kumalizia, wengine wanasema kwamba Netanyahu alikuwa atamani vita iendelee kupigana ili watu wasizungumze siasa zake za ndani. Na hapa kinachoonekana pia Trump kama amepingwa hivi na Waisraeli wenyewe ndani ya bunge kwa baadhi. Moja wabunge wawili walisimama na mabango na kuonyesha kwamba na kumuingilia kwenye hotuba yake. Hotuba kati anaongea, mbunge akasimama na bango lake juu namna hii, akawa anasema bwana Palestina wewe ndio tatizo na Palestina inatakiwa kuwa huru, yes, na litambulike kama taifa linalojitegemea. Tunarudi